Waandishi wa habari za muda huu, natumaini ya kwamba mko salama, na nachukua nafasi hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa afya aliyotupa na kutupa amani katika taifa lililo bora zaidi, Tanzania. Jina langu naitwa Prophet IPM, ni senior prophet wa huduma ya Embassy of God for All Nations iliyopo Tegeta Mbuyuni jijini Dar es Salaam. Nichukue nafasi hii kuwashukuru waandishi wa habari kwa nafasi hii ambayo mmenipa ya kuweza kuzungumza mawili matatu. Najua mna majukumu mengi sana ya kitaifa, kuhabarisha watu, kufikia watu, lakini mmeona vyema kuweza kuchukua nafasi hii kuweza kunisikiliza. Kwa nachukua nafasi hii kuwashukuru sana. Nina maneno machache sana ya kuzungumza na nyinyi, hasa kwa msimu huu wa Pasaka. Kama ambavyo mnafahamu, nimekuwa nikizungumza maneno magumu sana katika social media, hasa katika maudhui ya mahubiri yangu. Wako ambao wanaelewa haraka, wako wengine wanachukua muda kuelewa, lakini kwa sababu nina wafuasi sehemu mbalimbali Tanzania, Afrika pamoja na maeneo mbalimbali nje ya Afrika, kwa hiyo nimeona nitoe tamko rasmi kwamba katika huduma yetu sisi tunaamini katika kuchinja kama kutoa sadaka kwa ajili ya kuwapelekea yatima na maskini. Na kumekuwa na watu kutaka kuhakiki, kuthibitisha hili. Swala la kuchinja ni swala ambalo manabii wa kale wote walifanya hivyo. Makuhani wote wa kale walifanya hivyo, akianzia baba yetu wa imani Ibrahim aliambiwa na Mungu akafanya hivyo. Na manabii wote wa kale hakuna ambaye hakufanya hivyo. Na kuthibitisha hilo katika Agano Jipya pia, kwa sisi wa Kristo, Bwana wetu Yesu Kristo ambaye ndiye mwongozo wetu, ambaye pia tunatumia kitabu cha Biblia ambacho pia ndiye mwongozo wetu pia, anathibitisha kwenye Luka sura ya 22 mstari ule wa 17 kwamba ikafika siku kuu ya Pasaka ambayo ilimpasa Yesu Kristo kuchinja. Maandiko yanasema Yesu akawatuma wanafunzi wake waende kuandaa Pasaka. Kwa hiyo kumbe Pasaka ni kuchinja, hakuna kingine. Unaposikia neno Pasaka maana yake ni kuchinja. Kwa hiyo sisi tunayafuata haya maandiko, hatudharau. Tunaamini kwenye kuchinja, na hizo nyama wanakwenda kula masikini, yatima na maskini. Kwa hiyo tarehe 18 tutafanya 18 na 19 tutachinja, lakini tarehe 20 tutajumuika pamoja na masikini, tutajumuika pamoja na wajane, tutajumuika pamoja na yatima kula pamoja chakula. Imagine, Mungu anasema, Yakobo 1 anasema dini iliyo safi sio nataka mbele ya Mungu Baba ni kuwalisha yatima na kuwasaidia wajane katika dhiki. Yani definition ya dini ni kusaidia. Kwa hiyo hatuwezi kufunga siku 40 alafu tukajifungia chumbani na watoto wetu wakati yatima analia pembeni. Sadaka hapaswi kula mchungaji zote. Sadaka lazima iwepo sehemu, zinaenda sehemu 3. Sehemu ya kwanza lazima iende kwa yatima, sehemu nyingine lazima iende kwa wajane. Kwa mimi Prophet IPM ninaamini dini ni kushika watu wasiojiweza. Kwa nimesema nifikishe ujumbe huu kwa dunia ili watu wasiwe na mashaka, kwa wale ambao wananifuatilia, na hii sio sheria ya kulazimisha wale ambao hawaamini. Natoa ujumbe huu kwa wale tu ambao wanaamini maandiko na wanaamini Prophet IPM jumbe zangu ninazozileta. Basi sisi tuko tayari kufanya hivi, na Mungu wa mbinguni awabariki. Huo ndio ujumbe wangu kwa jamii. Asante sana. Program yangu mimi ninafanya hivi, huwa tunatembelea kwenye vituo vya watoto yatima sehemu mbalimbali, na tuna suspect kuchinja mbuzi zaidi ya 200 au 300 umo. Kwa hiyo nyama ni nyingi sana. Kwa hiyo kuna taratibu tutakayoifanya, kwa sababu tunataka kwenda kuwachukua watoto yatima kwenye vituo mbalimbali. Kituo ambacho kiko kule Mbande kule kina watoto 160 na vituo vingine ambavyo vimetuzunguka. Kwa hiyo wako ambao tutakwenda kuwachukua, lakini wale ambao hatutoweza kwenda kuwachukua, basi tutatuma sadaka yetu. Lakini umegusia swala la kuchinja hilo. Unajua ni swali zuri, lakini kwenye kuchinja siamini kama inaweza ikaleta shida, kwa sababu tunakula vitu vingi sana. Tunakula supermarket vitu, si ndio? Kwa hiyo kwa taifa letu ile tukitaka kufuata hizo sheria sana,
tutajikuta tunalala njaa, kwa sababu wakati mwingine unafika Morogoro tu unakuta kuku anauzwa, si ndio? Uulize amechinja sheikh au amechinja maulama au amechinja nani, unakula tu. Sometimes unakuta mbuzi amechomwa hivyo hivyo. Kwa hiyo sidhani kama hilo linaweza likawa ni kikwazo kwa watu ambao tunawapelekea hivyo vitu kwa nia njema kabisa. Yes. Kafara sio jambo baya. Yesu mwenyewe alitolewa kafara. Shida ni definition, shida ni hilo neno kafara. Yaani watu wakishasikia kafara wanafikiri ni yani ukitamka tu neno kafara unamuona mama kazikwa, unamuona mdogo wako kazikwa, unamuona bi mkubwa yuko kaburini. Neno kafara ni neno la Kiswahili tu, ni namna ya kutoa sadaka inayokuuma. Kwa hiyo sio dhambi watu kutoa sadaka zao. Kwa sababu watu wanatoa sadaka zao lengo ziwafikie masikini. Yaani wewe uweze ukasema unampenda Mungu afu masikini humgusi. Unaelewa vizuri? Yaani dini imeletwa duniani kugusa watu wasiofanyaje? Wasiojiweza. Tunajenga shule, mwisho wa siku hizo shule badala tusaidie omba barabarani, tunajinufaisha sisi wachungaji. Yani hela zote za shule sisi ndio tunafanya, tunatumia. Tunakuwa na magari kama msafara wa waziri wakati kuna masikini barabarani. Kwa hiyo dini imekuja duniani kuleta nini? Kuleta upendo, kushika watu wasiojiweza. Hiyo ndio purpose ya Mungu. Maandiko yamesema hivi, leteni zaka kamili nyumbani mwa Bwana ili pasikosekane chakula. Mchungaji lazima apate chakula. Naelewa vizuri. Na maandiko alikuwa anasema hivyo mwanzoni kwa sababu wachungaji walikuwa wafanyi shughuli nyingine. Yaani walikuwa wao ni kanisa tu. Wao ni madhabahuni peke yake. Lakini sasa leo hii wachungaji wana miradi, wachungaji wana makampuni. Naelewa vizuri. Sasa sio mbaya mchungaji kuendesha gari zuri au kuwa na maisha mazuri, lakini je, hali ya wanaowaongoza ikoje? Kwa sababu mimi naamini IPM, hali ya kiongozi ndio hali ya anaowaongoza. Kwa hiyo haiwezekani mimi IPM niwe na bilioni 2 benki, alafu ndani ya kanisa langu kuna yatima, ndani ya kanisa langu kuna wajane, kuna watu hawana maisha, nashindwa kuchukua hata milioni 200 niende Bagamoyo ninunue kiwanja labda heka 2 nianzishe project ya vijana, kwamba nyinyi vijana ndani ya kanisa project hii hapa, si ndio? Mfuge kuku au mfuge mifugo kwa ajili ya kutaka kuwainua vijana. Kwa hiyo mimi naamini katika upendo. Huwa ninasema siku zote Mheshimiwa Rais na Daktari Samia Suluhu Hassan ana msemo wake, anasema annasu shahidullah, kwamba watu ni mashahidi wa Mungu. Unapofanya jambo katika jamii, watu wana akili, watu wanaona, wanajua huyu ni mtumishi wa Mungu, haya ni manyanga. Unaelewa vizuri? Kwa hiyo mimi siwezi kuja hapa mbele ya media nikaanza kujitetea, jamani mimi niko real. Mimi niko real. Mwandishi wa habari mmoja aliniuliza swali, kwa nini unafuatiliwa na wanaume asilimia kubwa? Unaelewa vizuri? Nikamwambia mimi sifundishi mihemuko, sifundishi misisimko, kama pokea gari, pokea mume, pokea nyumba, no. Mimi nakufundisha sheria na kanuni za maisha. Alafu hizo sheria na kanuni za maisha wewe utazipima kwa akili yako. Anachokiongea IPM kina make sense au ni ujinga? Kwa sababu mimi IPM siwezi kuwa na akili zaidi ya watu milioni 70 katika taifa hili. Kwa watu wenyewe wataamua tu, watachagua okay, huyu jamaa yuko anachozungumza ni fact au ndo wale. Kwa sababu huwezi kupinga uongo. Uongo upo duniani na 90% dunia imejengwa kwa uongo. Kwa hiyo ukweli ni mchache sana. Sasa huo ukweli wanaotakiwa kujua ni ninyi na sio mimi kuanza kujitetea na kadhalika.